unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, we Baba, unastahili unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili nani kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili wewe unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mfalme mwenye enzi yote, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili ewe unastahili Yesu, wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili wenye mfinyanzi, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili ewe unastahili Yesu, wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe sijaona kama Yesu, wewe unastahili mwenye nguvu kuabudiwa, namna hii. unastahili Unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, mwenye uweza, unastahili sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye una nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu, namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii,
kama wewe, mwenye nguvu namna hii. Mimi sijaona Kama wewe, mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna kweli hii. Baba, mimi sijaona Kama wewe, mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna hii. Unastahili wewe, Unastahili kuabudiwa. unastahili wewe, Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe. unastahili wewe, Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. unastahili wewe, Unastahili Baba, unastahili wewe, Unastahili kuabudiwa. unastahili wewe, Unastahili ewe Yesu. unastahili wewe, Unastahili unastahili wewe Bwana, unastahili wewe, Unastahili ewe Yesu. unastahili wewe, Unastahili mtakatifu sana, unastahili wewe, unastahili wewe Yesu, unastahili wewe, unastahili wewe, unastahili wewe, Bwana, unastahili wewe Bwana, unastahili wewe, unastahili wewe, unastahili wewe Bwana, unastahili wewe, unastahili wewe, unastahili wewe, wewe mwenye nguvu sana, unastahili wewe, Unastahili ewe Yesu. unastahili, unastahili wewe, oh, unastahili wewe Bwana, unastahili wewe, unastahili wewe Bwana, unastahili wewe, oh Bwana, unastahili unastahili wewe Bwana,
Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha sifa na kuabudu. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya kipindi hicho, na tunapata nafasi ya kwenda kufungua kipindi chetu, alafu nikuletee ratiba inayofuata. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru tena kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku ya 3 ya semina yetu. Tunakuinua, tunakutukuza. Umekuwa pamoja nasi siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya 3. Tumeendelea kuona mkono wako, tumeendelea kuziona nguvu zako, tumeendelea kuziona baraka zako zikiwa pamoja na sisi na kutusaidia, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu ninajinyenyekeza mbele zako na kuachilia damu yako ya Pasaka inayomwagika pale msalabani ikamiminike tena kwenye maisha yetu. Bwana, hiyo damu yako mfalme wa falme na Mungu wa miungu, tunaipeleka hiyo damu kwenye ardhi na mbingu, tukikutukuza na tukikuinua kwa ajili ya siku ya leo. Tunakabidhi kipindi hichi na ratiba zote mikononi mwako Bwana, ukajitwalie utukufu wewe peke yako, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunauomba utukufu wako Bwana ukapate kutufunika tena siku ya leo. Tunauomba mkono wako Bwana ukapate kujifunua tena siku ya leo katika maisha yetu. Tunakabidhi kila mmoja anayetusikiliza na kutufuatilia Bwana mahali katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu mwaminifu, tunazipeleka nguvu zako, tunaziruhusu nguvu zako, tunaruhusu uweza wako, tunaruhusu mamlaka yako ya kiungu Bwana, katika damu ya Yesu na katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ikapate kuwa pamoja na sisi katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu ushukuriwe na utukuzwe kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu. Tunakuadhimisha Bwana na kukutukuza kwa sababu ya uweza wako na nguvu zako na baraka zako, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wako Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo Mungu ametupa tena siku hii ya 3 ya semina yetu ya neno la Mungu kwa njia ya mtandao, na niko hapa kwa ajili ya kukupa agenda kadhaa za maombi ambazo natamani tuziombee. Natamani tukaombee agenda kama 2. Agenda ya kwanza natamani tuombee mahitaji yako kwa ujumla, na agenda ya pili natamani tuombe kwa ajili ya wagonjwa. Tuombe kwa ajili ya mahitaji yako kwa ujumla, wewe unayesikiliza na kunifuatilia mahali, lakini pili tutaomba kwa ajili ya wagonjwa wote walioko nyumbani kwako na ambao hawapo nyumbani kwako, walioko hospitalini na mahali, tutaomba kwa ajili yao ili Mungu akawape afya na uponyaji. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na tutaongozwa na neno la kitabu kile cha Mathayo, mlango ni ule wa Mathayo, ule mlango wa 20, mstari ni ule wa 22. Biblia inasema, Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kukinywea kikombe nitakacho kinywea mimi? Mkiwaambia twaweza. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo hapa ni wanafunzi wake, kuna hitaji walikuwa naliomba, na Yesu akauliza, hilo hitaji mnaloliomba, je, mnaweza kukinywea kikombe ambacho mimi nitakinywea? Na wale wakasema twaweza. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Walikuwa wana ombi ambalo waliliomba kwa Yesu, na Yesu aliwauliza swali, je, mtaweza kukinywea kikombe ambacho nimekinywea mimi? Wakasema mtaweza, twaweza. Bwana Yesu apewe sifa. Na sisi tunatamani kwamba chochote tutakachokiomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu tunaweza kukipokea. Nataka uone ile neno twaweza kukipokea. Kama wanafunzi wake walipojibu kwamba tunaweza, na Yesu akaendelea kuzungumza kwenye mistari inayofuata, lakini mimi nataka tuone ile neno twaweza, kwamba tukiamini chochote tunaweza kukipata kutoka kwa Mungu. Tukiomba kwa habari ya mahitaji yetu tunaweza kuyapata. Tukiomba kwa habari ya wagonjwa wanaweza kupata uponyaji. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Basi natuombe.
Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa falme, Mungu wa miungu, tunasimama tena madhabahuni pako katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nasogea patakatifu pako Bwana, nikiwa nimebeba damu ya Yesu. Ninawaleta watoto wako wote Mungu wanaotusikiliza na kutufuatilia mahali sahihi, na baadaye watakaotufuatilia na hata watakaosikiliza klipu hii baada Bwana ya kumaliza kipindi hichi, popote pale Mungu, katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Ninasimama madhabahuni pako Bwana, nikiomba kwa jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo kwamba mahitaji yote walio nayo Mungu ninayaleta kwenye madhabahu yako. Ninaleta mahitaji yote walio nayo Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako ambao wana mahitaji kwa ajili ya kodi ya nyumba. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Ninaomba ukawafungulie milango ya kiuchumi Bwana, ukawapatia mahitaji kwa ajili ya kodi ya nyumba. Wako wengine wanahitaji ada kwa ajili ya watoto shule. Mungu, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo, ninawaleta watoto wako mikononi mwako Mungu, katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Wasaidie Bwana wakapate ada kwa ajili ya watoto wao shuleni, katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Wako wanaosumbuliwa na nguvu za giza, nami kwa mamlaka ulionipa ninazikemea hizo nguvu za giza na kuamuru ziwaachilie sasa, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Shetani, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakuamuru, ondoa mkono wako kwenye maisha ya hiyo familia na hao watoto wa Mungu, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rapako santa babakanda rabosia rikra senta babakanda rabokiba rabasia mosa ya baba hanta brazanda babadia, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo tunasimama kwenye madhabahu yako Bwana. Tunaita nguvu yako Mungu ishukai kutoka juu. Tunaleta kila hitaji kwenye madhabahu yako. Tunaomba Bwana, kutana na mahitaji ya watoto wako Mungu, katika jina la Yesu, wanaokulilia mchana na usiku. Karabasira bashanda rikrozea mahando robosaika mosia paparakasonta babadiande rebosia rapikiria sanda rabakoko robokosiki barabazia rapakarabasanto babadiande rebokorobosia masata kayanda rabakorobosanto babakanda rabosia karabasanta babakanda rabokiba rabazia, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, nasimama mbele zako. Ninapeleka damu ya agano jipya. Ninapeleka damu ya Yesu yenye uweza. Ninapeleka damu ya Yesu yenye nguvu. Ninaachilia nguvu zako Bwana zipate kupenya na kupita tena, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kutana na mahitaji ya kila mtoto wako, mahitaji yote walio nayo Bwana. Mahitaji ya kiuchumi ninayaleta kwako, mahitaji ya kifamilia ninayaleta kwako, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukajidhihirishe kwenye maisha yao. Bwana ukajifunue kwenye maisha yao. Kutana na haja za mioyo yao, kila wanachokiomba Bwana. Wako ambao wamefanya interview mahali wanahitaji kupata Bwana nafasi za kazi. Mungu afungulie mlango kwenye hiyo interview waliofanya wakapate kazi, katika jina la Yesu Kristo. Milango yako ikafunguke Bwana. Wale wanahitaji kupata kazi, Mungu afungulie mlango wakapate kazi Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Rapa korobosanda rabakiki barabakasira risanta babayanda rabakorobosanda babakanda rabosia ropa korobosiki ya shanda rabakiki barabasia, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu mwaminifu, ninawaleta kwako watoto wako. Naita damu ya Yesu Kristo inayenena mema. Ninauomba mkono wako Mungu kawahudumie. Ninaziita nguvu zako Bwana zikawahudumie, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Kutana na kila hitaji walilo nalo Bwana, katika jina la Yesu. Hitaji lolote la kiuchumi walilo nalo Baba, ninalileta mikononi mwako. Ninaomba ukafungue kila milango ya kiuchumi kwenye maisha yao Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya hao wanaoombea biashara zao. Mungu kafungue milango ya kibiashara, wape fursa mpya kwenye biashara wanazozifanya, wape faida, maana neno lako linasema wewe ni Mungu unawafundisha watoto wako kupata faida, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Rapako santa babakanda rabakoro bokosira risiri ya bashanda rabakoro bokosanta babadia masata kayanda rabosiki babababahoza yes rabashanto babadia nderebosia rapakoro bosiki ya sanda rabakiki barabakosira mara kapaparaka sanda rabosika, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu. Mungu kajifunue kwenye maisha ya watoto wako. Nyoosha mkono wako wenye nguvu na uweza mkubwa usio wa kawaida Bwana. Wahudumie Mungu, katika jina la Yesu. Kutana na haja za mioyo yao, katika jina la Yesu. Mungu unayejua nia ya moyo, angalia ndani ya mioyo yao, angalia mahitaji yao wanayokulilia mchana na usiku Bwana. Ninawaleta madhabahuni pako nikiomba Mungu mtakatifu, kutana na hayo mahitaji
uhitaji katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Kutana na hilo hitaji alilonalo huyo dada anayekuomba mchana na usiku kwa ajili ya hitaji la ndoa. Mungu ingilia kati na umsaidie kwenye eneo la ndoa katika jina la Yesu. Yamkini kuna changamoto anaweza kutana nazo kwenye ndoa yake. Mungu ingilia kati na ukalete suluhisho, maana wewe ndiye mwanzilishi na muasisi wa ndoa. Baba, simama uwatetee katika jina la Yesu hizo ndoa zinazopita kwenye misukosuko na hatari ya kuvunjika na kutoweka. Bwana, ninaita damu yako ya Pasaka, damu yako inene na mema, ikaingilie kati kwenye eneo la ndoa. Risi ya baba shanda rapa korobo santa baba kanda rabosia risa takayanda rabasiki baba handa rapi kiria sinda raba korobo santo baba dia masa takayanda raba korobo santo baba kanda rabosia rapi kiria sanda raba kiki baba kosira Satakayanda rabosika ropo kosika bayanda ropo poroko santa babakanda rabosia, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, tunaziomba nguvu zako, tunaomba uweza wako, tunaomba mamlaka yako ipenye na kupita Bwana, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Rapa korobo sanda rika sanda rabakorobosia rapa korobosiki barababababahanda rapi kiria sanda rabakorobo kosira risa takayanda rabosia rika sanda rabakorobosia rika parakosanto babadia rika parakusa bababahanda, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Mungu wetu na Baba yetu, ninakusihi sasa katika jina la Yesu, nyoosha mkono wako wenye nguvu Bwana, wahudumie watoto wako kwa namna ya kipekee. Kutana na mahitaji yao, kutana na haja za mioyo yao, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Rapa kosanda rabasika rikria sanda rabakorobo kosira masata kayanda rabasanto babadia manda rabasikiria shanda rabosia ropo korobosiki barabakasira rika sanda rabasiri shanda rikarabasanda rabakokorobo ropo popo santa baba yanda rabosia karabasanda rabakikiria shira baraza. Mungu wetu na Baba yetu, ifunue na ujidhirishe kwenye maisha ya watoto wako. Kutana na haja za mioyo yao, kutana na mahitaji yao, kutana na haja zao Bwana, katika jina la Yesu. Wanao tunaendelea kuomba Bwana, kutana na mahitaji yao yote ambao wamekuwa kiaomba, na yale mipango walio nayo ya muda mfupi na muda mrefu, mahitaji waliokuwa wameyaweka kwa ajili ya mwezi wa 4, mipango waliokuwa mipanga kwa ajili ya mwezi wa 4 na mipango wanayoiandaa kwa ajili ya mwezi wa 5. Tunaiombea hiyo mipango ya muda mfupi na muda mrefu Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Mipango yote walio nayo Mungu, katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo, kutana na hiyo mipango, jifunue kwenye hiyo mipango, jidhihirishe kupitia mipango yao walioipanga Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Rapa kosiria bahanda risiria bashanto babadia masata kayande kebobobosh kababazaya maseta parakusa mihando robosaika rapi kiria sanda rabakorobo kosira rika sanda rabakorobo santo babadia rapa korobo sikiria sanda rabakorobo kosira rika sanda rabakorobo santo babadia masata kayanda rabakorobo sika rika sanda rabakorobo sanda rabosia ropo korobo santo babakanda rabosika rapi kiria sinda rabakorobo saya masata kayanda rabakorobo kosira ropo korobo santa babakanda rabosia, katika jina la Yesu Kristo. Mungu jifunue kwenye mahitaji yao yote wanayoyaomba kwa jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Na Mungu mtakatifu, ninasimama mbele zako tena nikiwaombea wagonjwa wote Mungu walioko manyumbani na mahospitalini, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, pita na nguvu zako Bwana, pita na uweza wako Bwana, pita na mamlaka yako Bwana, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Rapa korobo sanda rabasia rika sanda rabakorobosia ropo korobo santa babakanda rabosia, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Bwana ujifunue kwenye maisha yao, Bwana ujidhihirishe kwenye maisha yao. Nyoosha mkono wako na nguvu zako ziwahudumie watoto wako Bwana, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Kila aliye mgonjwa ninamwombea uponyaji Bwana. Hao wenye maumivu ya kichwa, ninaomba uponyaji kwenye vichwa vyao, ninaomba ukapite kwenye kichwa, ukaachilie uponyaji kwenye kichwa. Hayo maumivu ya kichwa ya muda mrefu yamekuwa yakimsumbua, Mungu ninaomba uponyaji kwenye hicho kichwa chake, kimekuwa kikimsumbua kwa muda mrefu, katika jina la Yesu. Ninaomba uponyaji kwenye mabega yake,
huyo mwenye tatizo la maumivu kwenye mabega, ninaomba uponyaji kwenye hayo mabega katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Rapako santo babakanda rabosia, ninaomba kwa ajili ya yule mwenye matatizo Bwana ya kifua, ninaomba uponyaji kwenye kifua chake katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu kamponye na ukamfungue kabisa kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Rika sanda rabasiri ya bashara baraza masata kayanda rabakorobokosira rapakorobosiki barabasanto babadia masata kayanda rabosiki bababaoza mosa ya paraka santo babadia rapa korobosiki ya sanda rabasia rika sanda rabakorobokosira katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu zako Mungu katika damu ya Yesu zipenye na kupita sasa katika jina la Yesu. Natangaza uponyaji Bwana juu ya watoto wako wote wenye maumivu ya tumbo, ambao wanasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Tunaombea wale wote wenye tatizo la kusumbuliwa na vidonda vya tumbo, tunatamka uponyaji kwenye tumbo lao, na mapepo yaliyokaa mfumo wa magonjwa yakakaa kwenye hilo tumbo tunayakemea kwa jina la Yesu. Toweka sasa, achia tumbo la huyo mtu kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Tunaomba kuanzia sasa nguvu za Mungu zikapite kwenye hilo tumbo sasa katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Mungu na ujifunue kupitia tumbo lao. Mungu, ninaomba uponyaji wako ukapite kwenye tumbo. Tunaomba kwa ajili ya wenye matatizo ya figo. Baba, tunaomba uponyaji juu ya figo zao. Tunaomba Roho Mtakatifu uliobeba nguvu za uponyaji, tunaomba uachilie uponyaji wako kwenye figo zao katika jina la Yesu. Wale wenye matatizo ya figo, Mungu, tunawaombea sasa katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zikapate kupita ndani ya hizo figo Bwana, na kuachilia uponyaji katika jina la Yesu. Rapa korobosanda rabasia rika sanda rabakorobokosiki ya bashanda rabosaika moska parakusanto bababadia moroko parakasera parasho pirasera bihando mesia papayando robosaika katika jina la Yesu. Tunaomba kwa ajili ya wale wenye matatizo ya mapafu, tunaomba uponyaji wako Bwana upate kupita kwenye mapafu, maana neno lako linasema wewe ndiye Bwana utuponyaye. Ninaomba uponyaji wako wa kudumu ndani ya mapafu yao katika jina la Yesu. Wale wenye matatizo ya nyonga, tunaomba uponyaji kwenye nyonga zao. Wale wenye matatizo ya mifupa, tunaomba uponyaji kwenye mifupa yao. Wale wenye matatizo Bwana kwenye magoti, tunaomba uponyaji kwenye magoti yao katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Rapa korobosanda rabakiba rabasia, na viungo vyote vya mwili ambavyo vimeathirika na magonjwa tunavitamkia uponyaji katika jina la Yesu. Baba, tunaachilia uponyaji wako ukapite, maana neno lako linasema wewe ndiye Mungu tuponyaye. Tunaomba uponyaji wako Bwana, tunaomba uweza wako Bwana, tunaomba nguvu zako Bwana. Karaba sanda rabosia rika sanda rabakiba bashoko misi ya kababa baba hando rabosia rapikiria sanda rabakorobokosira rika sanda rabakorobosaika katika jina la Yesu. Kila aliye mgonjwa Bwana, tunaomba Mungu mtakatifu, Baba mbinguni, umponye na kumfungua, umponye na kumweka huru. Tunaombea wagonjwa wote walioko manyumbani na mahospitalini na wale waliozunguka kwenye ambao ni sehemu ya familia zetu. Tunaomba uponyaji wako uende Bwana, maana neno lako linasema wewe ni Mungu tuponyaye. Baba, ninaomba uponyaji wako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Rika sanda rima sanda masaka yanda rabo hira bahande rebo saika katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Mungu mwaminifu, Baba mbinguni, tunaliinua jina lako Bwana, tunaliinua jina lako Mfalme, tunaliinua jina lako Jehova, tunaliinua jina lako mtakatifu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Endelea kujifunua kwa maisha ya watoto wako, jidhirishe Bwana, jifunue Bwana, damu yako Bwana. Rapa kosanda rika rabasira bashara meria kaparako santo babadia katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Uinuliwe Bwana mtakatifu, uinuliwe Mungu wa miungu. Tunakushukuru kwa sababu Bwana utapita na kuachilia uponyaji wako kwenye maisha ya watoto wako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Nimetangaza uponyaji kwa jina la Yesu. Wewe unayenisikiliza na kunifuatilia mahali, nimekutangazia uponyaji. Inuka sasa na ukamtumikie Mungu, na nguvu za Mungu zikufunike kama kivuli katika jina la Yesu. Popote pale uliko, pokea uponyaji na ufunguke sasa, na hayo magonjwa yamekuwa kutesa kwa muda mrefu yatoweke kabisa kwenye maisha yako. Na wewe wenye tatizo la macho, ninaachilia nguvu za Mungu kwenye macho yako kama moto, zipite na kuondoa huo ukungu ulioko kwenye macho yako, na kuanzia sasa ukapate kuona tena katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu. Na wewe mwenye tatizo la kusikia, ninazituma nguvu za Mungu kama radi kwenye masikio yako, yakazibuke na ukaweze kusikia katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Mungu inuliwe na utukuzwe kwa sababu una nguvu. Asante kwa sababu Bwana utaenda kuwaponya watoto wako na kuwahudumia
kwa namna ya kipekee kabisa, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana, asante Roho mzima, asante Roho wa milele. Wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa uponyaji wako Bwana. Tunakushukuru kwa sababu wewe unaponya. Tunakushukuru kwa sababu unafungua. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya ukuu wako. Asante kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu wako. Bwana uhimidiwe. Bwana utukuzwe. Bwana uabudiwe. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa uweza wako. Asante kwa upako wako ambao Mungu umewaachilia kwenye maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wako Bwana milele na milele. Amen, 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 amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru tena Mungu kwa ajili ya kipindi hichi cha kwanza cha maombi ambacho tumepata nafasi ya kwenda kuombea mahitaji mbalimbali pamoja na kuwaombea wagonjwa, na tunamtukuza Mungu kwa sababu ya neema yake, na tunaamini kwa uaminifu kabisa amesikia maombi yetu na ameenda kujibu mahitaji ulio nayo, lakini pia ameenda kushughulika pamoja na magonjwa yote yaliyokuwa nasumbua watoto wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu ambaye ametusaidia tangu siku ile ya kwanza ambayo tumepata nafasi ya kutembea kwenye kichwa chetu cha somo kinachosema mbinu za kujenga misingi imara ya kiuchumi. Mbinu za kujenga misingi imara ya kiuchumi, na leo ikiwa ni siku yetu ya 3 ya semina yetu ambayo Mungu ametupa kuendesha semina hii kwa njia ya mtandao, na ninaamini kabisa kuna baraka za Mungu umeendelea kuzipata tangu ile siku ya Jumatatu. Tumeendelea kumuona Mungu akituhudumia kwa namna ya kipekee kabisa, na siku ya leo tunaendelea na semina hii, na tuliona kwenye somo letu tuliona mambo kadha wa kadha ambayo natamani niyaweke kama msingi. Ni kichwa chetu cha somo kama nilivyokwisha kutangulia kukwambia, kinasema mbinu za kujenga misingi imara ya kiuchumi. Mbinu za kujenga misingi imara ya kiuchumi. Na nikakwambia lengo la somo ni kukupa mbinu zitakazokusaidia ili uweze kujenga misingi imara ya kiuchumi. Nikakwambia lengo la somo ni kukupa mbinu zitakazo kusaidia ili uweze kujenga misingi imara ya kiuchumi. Nikasema ili uwe na uchumi imara, ili uwe na uchumi imara inahitaji uweke misingi imara ya kiuchumi. Bwana Yesu apewe sifa. Na tuliona tafsiri ya neno msingi. Maneno mawili tuliona tafsiri yake. Tuliona tafsiri ya neno msingi na tukaona tafsiri ya neno uchumi. Na msingi, nilikwambia msingi maana yake ni chanzo cha kitu au sababu ya kuwepo kitu. Neno msingi maana yake ni chanzo cha kitu au sababu ya kuwepo kitu. Nikasema kila kitu kina msingi wake. Maisha yana msingi wake. Chochote kile kina msingi wake. Hata hii dunia ina misingi yake. Mbingu zenyewe zina misingi yake. Kila kitu kina misingi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kila kitu kina chanzo chake. Na nilikwambia ile siku ya kwanza kwamba hata sisi wa Kristo msingi wetu ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio msingi imara utakao tuongoza katika maisha yetu ya Ukristo. Bwana Yesu apewe sifa. Wapagani nao wana misingi yao. Watu wa imani nyingine nao wana misingi yao ambayo wananani. Lakini tukirudi sisi, misingi yetu iko kwenye neno la Mungu. Iko kwenye mafundisho ya neno la Mungu. Na ndio maana ukisoma Paulo anasema Haleluya. Ndio maana Paulo anasema tumejengwa kwenye misingi ya mitume na manabii, na Yesu ni jiwe kuu la pembeni. Tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Maana yake tumejengwa kwenye yale mafundisho ya mitume na mafundisho ya manabii. Mafundisho ya manabii kuanzia Agano la Kale, mafundisho ya mitume kwenye Agano Jipya ndio yamejenga misingi imara ya kanisa. Na misingi imara ya kanisa na misingi imara ya Ukristo yamejengwa na mafundisho ya mitume na manabii. Sasa tunapokuja kwenye swala la uchumi, manake uchumi nilikwambia ni mfumo wa maisha kabisa kama ilivyo mifumo mingine ya maisha. Kwa hiyo uchumi ni mfumo wa maisha. Kwa hiyo na wenyewe unapaswa kuwa na misingi. Na ukiwa na msingi mbovu, uwe na uhakika utakuwa na uchumi mbovu. Misingi imara ya kiuchumi inaamua uchumi imara. Misingi mibovu ya kiuchumi inaamua hatima ya maisha mabovu ya kiuchumi. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaangalia neno la pili,
uchumi. Nikasema uchumi ni neno linalotokana na neno la Kigiriki linalomaanisha ekolonia, likimaanisha usimamizi wa nyumba au mali. Kwa hiyo tunapozungumzia uchumi ni neno lililotoholewa kutoka kwenye neno la Kigiriki linalomaanisha ekolonia, likimaanisha usimamizi wa nyumba au mali. Sasa na hilo neno ekolonia ndo walikotohoa neno economy, uchumi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tuliona ile siku ya kwanza. Kwa hiyo tunapozungumzia uchumi hatuzungumzii tu fedha, tunazungumzia vitu kwa ujumla, vitu mbalimbali. Bwana Yesu apewe sifa, ambavyo ndo vinaweza kuwa ni sehemu ya nini, ya uchumi. Na tuliona siku ya kwanza, mbinu ya kwanza nilikwambia ya itakaye kusaidia ili uweze kujenga misingi imara ya kiuchumi ni kumtambua Mungu kama chanzo chako cha kiuchumi. Na tulisimama na lile neno la Kumbukumbu la Torati ule mlango wa 8 mstari ni ule wa 18, nasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano lake. Utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, akupaye nguvu. Kwa hiyo anayetupa nguvu ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anapaswa kuwa chanzo chetu cha uchumi. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tumtambue Mungu kama chanzo cha mafanikio katika uchumi wetu. Haleluya. Na tulitembea kwenye mambo kadha wa kadha ndani yake ambayo sitamani kuyarudia, na kama unataka kujifunza zaidi unaweza kurudi kwenye library yetu ya YouTube ukaangalia kwenye ile siku ya kwanza, unaweza kujipatia hilo somo. Na siku ya pili tuliangalia, tukaona mbinu ya pili ni kufanya kazi kwa bidii, na nilieleza kwamba Mungu alimchukua mwanadamu akamweka katika bustani ya Eden, na tuliona tafsiri ya neno kazi. Nikasema kazi ni agizo la Mungu kwa njia ya kumfikisha kwenye utimilifu wa baraka. Nikasema kazi ni agizo la Mungu lenye njia ya kumfikisha kwenye utimilifu wa baraka. Na tuliona kitabu kile cha Mwanzo ule mlango wa 2 mstari wa 15, Mungu alivyomuumba mwanadamu akamchukua na kumweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Lakini pia tuliona kwenye Mithali ile mlango wa 14 mstari wa 23, anasema katika kila kazi kuna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Katika kila kazi kuna faida. Maana yake nikakwambia kwenye kila kazi unayoifanya kuna faida, hata kama ni ndogo, lakini kunayo faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulitembea na jana nikakupa ushauri ambao nikakwambia ushauri wangu kama mwalimu, kama unataka kuwa na misingi imara ya kiuchumi, kuna mambo makubwa matatu lazima uyazingatie. Nikasema uzingatie kufanya kazi, aidha ni ya kwako binafsi au ni ya kuajiriwa, lakini unatakiwa ufanye. Jambo la pili nikasema kama unataka pia kuwa na misingi imara ya kiuchumi, lazima ujifunze kufanya biashara au jiongeze na kufanya biashara, usiishie tu kwenye kufanya kazi. Na jambo la tatu nikasema jiongeze kwenye uwekezaji. Hayo mambo makubwa matatu yanaweza kuimarisha uchumi wako na yakawa ni msingi imara ya uchumi wako, na maisha yako yakabadilika kabisa ya kiuchumi, na Mungu akakupa uhuru wa kiuchumi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na tulijifunza mambo kadha wa kadha, na tuliona mifano mitatu ya watu ambao walifanya kazi kwa bidii wakaweza kufanikiwa kimaisha. Tuliangalia mfano wa Yakobo kwenye kile kitabu cha Mwanzo 29 mstari wa 15 na Mwanzo 30 mstari wa 28 na ule mstari wa 43. Tuliona namna gani Yakobo alivyotoka nyumbani kwa baba yake akiwa hana chochote zaidi ya fimbo mkononi na mkoba, lakini alirudi na mali nyingi nyumbani kwa baba yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na tuliona habari ya kwenye eneo la pili, biashara. Mtu ambaye alikuwa mfanyakazi lakini akapiga hatua ya kufanya biashara akaweza kufanikiwa sana kimaisha. Tuliona mfano wa Suleiman kwenye kitabu kile cha Wafalme wa kwanza mlango ule wa 9 mstari wa 26 mpaka 28. Tuliona Suleiman alikuwa ni mfanyabiashara wa kuhusiana na merikebu. Alitengeneza merikebu kwa ajili ya kufanya biashara ya majini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo alikuwa ni mfanyakazi lakini pia akajiongeza akafanya biashara. Ndio maana tunaona alikuwa ni mtu tajiri sana. Na mfano wa tatu tuliouona ni mtu ambaye anaitwa Kabaila. Tuliona kwenye kitabu kile cha Luka ule mlango wa 19 mstari wa 12 mpaka mstari wa 26, na tuliona kwamba huyu Kabaila aliita watu wake 10 akawapa fedha kama kadri alivyoweza kuwagawia,
na yule mmoja akaleta faida ya mafungu 10, yule mwingine 5, wale wengine yule mwingine akaenda kuzificha, hakuzizalisha. Na yule aliyezalisha mafungu 10 alipewa mamlaka juu ya miji 10. Yule aliyezalisha mafungu 5 alipewa mamlaka juu ya miji 5. Nikakwambia huyu alikuwa ni mwekezaji ambaye aliwekeza fedha zake mahali na akasubiri apate faida, akasubiri apate riba kutokana na hicho alichokiwekeza. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikakwambia huu ndio utimilifu mkubwa wa kuweza kukutoa kwenye eneo la hali mbaya ya kiuchumi, utakapopiga hatua ukaanza kuwa mwekezaji. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sasa baada ya kumaliza hili somo, wakati ninaombea kipengele kingine, ninaendelea kuomba Mungu kwa ajili ya kipengele cha siku ya leo. Kuna watu kadhaa walinitumia message ambao walikuwa na namba zangu za simu. Wakaniambia tumekusikiliza, na wakawa wameniuliza maswali yanayofanana. Sasa wakati naomba, Mungu aliniambia jibu hayo maswali kwa faida ya watu wengine, sababu usiwajibu wao moja kwa moja kwenye WhatsApp zao. Wajibu, nenda kalijibu hilo swali, kwa sababu kuna watu wengi wanajiuliza hilo swali na hawajajua namna gani ya kukufikia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na swali ambalo walikuwa wameuliza, wanasema sasa tunawekezaje? Wengine wameuliza tunawekezaje, wengine wamesema tunaomba utufafanulie namna gani tunaweza kufanya biashara au uwekezaji kwa njia ya Biblia. Wengine akasema tunaomba utupe maeneo ambayo tukiwekeza ni maeneo ambayo tunaweza tukapata faida. Kwa hiyo sasa na mimi baada ya kuomba na Mungu akawa amenipa ufafanuzi wa kwamba nitoe ufafanuzi kuhusu eneo la biashara na uwekezaji zaidi, kwa sababu naona ni mahali ambapo kidogo watu walikuwa wanataka kupata ufahamu zaidi. Lakini pia nitazungumzia kuhusu swala la biashara na uwekezaji, tofauti zake kidogo. Alafu namba 2 nitakupa maeneo kadhaa ambayo nimemuomba Mungu na amenipa. Ni maeneo ambayo ukiwekeza, nitakupa maeneo kama 5. Mungu amenipa maeneo mengi, kama karibia maeneo 20. Sasa mimi sitaki kuyasema yote, ila kutokana na muda wetu nitakupa maeneo 5. Mengine nitakupa homework ya kwenda kutafuta hayo maeneo ambayo kuna fursa zilizojificha, ili ukiweza kufanya biashara au ukiweza kuwekeza unaweza ukatoka kimaisha. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sasa nataka tuangalie eneo la biashara pamoja na uwekezaji. Kuna kufanya biashara kwa njia ya kuwekeza na kuna kuwekeza kama kuwekeza. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo nataka uende. Nataka tuangalie maeneo mawili. Eneo la kufanya biashara kama uwekezaji na eneo la kufanya uwekezaji kama uwekezaji. Nataka tuangalie kufanya biashara kama uwekezaji na kufanya uwekezaji kama uwekezaji. Nataka tuanze na biashara kama uwekezaji, ambayo ni mtu ambaye anaweza kuna kufanya biashara kama mwekezaji, ambayo ni sehemu moja hapo inaweza kukusaidia kukuza chanzo cha uchumi wako. Na tunapozungumzia kufanya biashara kama uwekezaji, ni pale mtu anapowekeza mtaji wake au anapowekeza fedha zake katika kuanzisha au kuendesha biashara, kwa kuuza au kwa kutoa huduma kwa lengo la kupata faida. Bwana Yesu apewe sifa. Narudia, nimesema hivi, biashara kama uwekezaji ni pale mtu anapowekeza mtaji wake. Mtaji, napozungumzia mtaji inamaanisha fedha. Kwa hiyo ni pale mtu anapowekeza mtaji wake katika kuanzisha au kuendesha biashara. Ninapozungumzia kuanzisha au kuendesha biashara, kuna mtu anaweza akaanza biashara yake, labda anafungua biashara ya nguo, anafungua biashara labda ya mgahawa. Manake anawekeza mtaji wake pale. Ile ni biashara, lakini ni uwekezaji. Kwa hiyo anawekeza pale kwenye mgahawa kwa lengo la yeye kutaka kuja kupata faida baada ya ule uwekezaji, baada ya muda fulani.
Na kuna mwingine anakuwa tayari anayo biashara, lakini amewekeza pale mtaji wake kwa lengo la kuja kujipatia nini? Kujipatia pia faida. Na kuna aina mbili kuna biashara ya kununua na kuuza. Nikisema biashara ya kununua na kuuza, manake unanunua kitu unauza. Unaweza ukanunua labda simu na kuuza simu. Unanunua simu unakuja unauza, unapata fedha. Lakini kuna ile biashara ambayo imekaa mfumo wa huduma. Kwa mfano, saluni. Saluni ni biashara ambayo iko kwenye mfumo wa huduma. Manake unatoa huduma ili upate fedha. Manake unatoa service nzuri labda ya kinyozi, kama ni saluni ya kiume au ni saluni ya kike, unatoa huduma, unapata fedha. Lakini pale umewekeza kwenye hiyo biashara kwa lengo la kutoa huduma ili upate fedha. Na kuna biashara kwa mfano ya mgahawa. Ile ni huduma ambayo inatolewa kwa jamii kwa njia ya huduma ya chakula, lakini pale unatoa huduma ili upate fedha. Na huduma nyingine nyingi ambazo mtu anaweza kuzitoa kama biashara ili apate fedha. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sasa ukiangalia biashara hii ambayo unawekeza kama biashara, ina tabia kadhaa. Tabia ya kwanza ni unahusika kila siku kwa ajili ya kuendesha hiyo biashara. Tabia yake namba moja, utahusika, lazima utakuwa ni muhusika namba moja ya kuhakikisha unasimamia hiyo biashara ili iweze kwenda. Ni tofauti na mwekezaji. Mwekezaji kama mwekezaji anaweza kuwekeza bila kusimamia. Manake anawekeza pale na anaweza asiwe na usimamizi wote akaendelea na shughuli zake. Inategemea na uwekezaji atakao uwekeza. Kwa hiyo sasa tabia moja hapo ya biashara ya uwekezaji, unahusika kwa kila siku kwa ajili ya kuendesha biashara hiyo. Jambo la pili, tabia namba mbili. Tabia namba mbili inahitaji ufuatiliaji wa wateja na ushindani wa soko. Lazima uwe mfuatiliaji wa wateja, kwamba umepata wateja wangapi na umeuza kwa kiwango gani hivyo. Lakini lazima uangalie ushindani wa soko linaendaje, soko linakuaje. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima kitahitaji ufuatiliaji wa wateja na ushindani wa soko. Na jambo la tatu, tabia ya tatu ya biashara ya uwekezaji inategemea, ngoja nizungumzie kwa staili hii. Mapato yako yanategemea na juhudi zako. Ili upate mapato makubwa yanategemea na juhudi kiasi gani unayoweka kwenye hiyo biashara yako ya uwekezaji. Hiyo ni tabia ya tatu. Tabia ya nne, biashara ya namna hii inahitaji maarifa, unahitaji maarifa ya biashara na uongozi. Biashara ya namna hii inahitaji maarifa. Maanake ukifanya biashara ya uwekezaji bila kuwa na maarifa, hiyo utapata hasara. Kwa kama unataka kwenda kufanya saluni, lazima uwe na maarifa ya saluni. Kama unataka kwenda kufanya biashara ya mgahawa, lazima uwe na maarifa ya mgahawa. Au kama hauna maarifa, lazima uwe pia na uongozi. Kwa sababu huwezi kuwa na mgahawa mfano usiwe na namna ya kuweza kusimamia huo mgahawa. Usiwe na uongozi, usiwe na maarifa ya uongozi wa kuweza kusimamia huo mgahawa. Au kama ni saluni ya kike au ya kiume, kama hauna uongozi, ninakwambia hiyo biashara itakuletea hasara. Kwa hiyo ni biashara ambayo itahitaji uwe na maarifa juu ya hicho unachokifanya, au ujifunze maarifa ambayo yatakusaidia kwenye biashara yako, na ujifunze pia mambo ya uongozi, namna ya kuendesha hiyo biashara. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Tunataka tuende namba 2 kabla sija kuletea maeneo ambayo Mungu amenipa sasa unaweza kuyawekeza ili uweze kupata faida au uweze kukuza kipato chako au uchumi wako. Eneo la pili ni eneo la uwekezaji kama uwekezaji. Maana yake, tunapozungumzia uwekezaji kama uwekezaji, maana yake ni tendo la kuweka fedha au rasilimali mahali fulani kwa matarajio ya kupata faida baada ya muda fulani. Kwa hiyo mwekezaji ni yule mtu anawekeza fedha zake mahali akisubiri baada ya muda fulani kupata faida. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapozungumzia mwekezaji wa namna hii, ni mfano wa kuwekeza kwenye soko la hisa. Manake unanunua hisa wakati zikiwa labda bei ya chini. Umenunua hisa zako kwenye soko la hisa, unasubiri hisa zitakapopanda, unauza zile hisa zako. Kwa hiyo
Umenunua kwa bei ya chini, unasubiri hisa zitakapopanda, unauza hisa zako. Kwa hiyo wewe unakuwa unacheza tu na soko la hisa. Zikishuka unanunua, zikipanda unauza. Zikishuka unanunua, zikipanda Kwa hiyo huu ni uwekezaji ambao unawekeza. Unaweza ukashangaa umenunua hisa leo, zimeshuka, zikaja zikapanda, leo ni mwezi wa 4, zikaja zikapanda labda mwezi wa 8 au wa 5 au wa 6 wa 7 wa 8. Na zinapopanda unaangalia bei nzuri ya soko, unauza. Kwa hiyo pale hazihitaji muda wako, hazihitaji sijui wewe kuanza kukaa. Yaani wewe utakuwa tu ni mtu ambaye unatumia muda wako kuangalia masoko ya hisa. Leo soko la hisa limekuaje? Leo kesho limekuaje? Hicho tu. Time yako tu ndogo, kwa muda mfupi utakuwa ukiangalia soko. Lakini halitakugharimu kukaa kusimamia, halihitaji usimamizi. Uwekezaji wa namna hii hautahitaji usimamizi. Usimamizi wako ni wewe mwenyewe pale unaponunua na kuuza. Bwana Yesu apewe sifa. Uwekezaji mwingine ni kwa mfano kuwekeza kwenye ardhi. Napozungumzia kuwekeza kwenye ardhi kama kununua mashamba au viwanja. Unaponunua viwanja haihitaji usimamizi. Ukishanunua, ukishakamilisha zile taratibu zote ambazo unapaswa kuzikamilisha, haihitaji usimamizi tena. Kwenye uwekezaji wa namna hii haihitaji usimamizi. Maanake umeshanunua shamba hili tayari, umeshapata zile hatimiliki. Maanake zile hatimiliki zote ni za kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa unapowekeza labda kwenye eneo la ardhi, labda unawekeza kwenye ardhi kama kununua ardhi hiyo au kuja kufanya ujenzi kwenye hiyo ardhi ili ujipatie nini? Ili ujipatie kipato. Labda unakuja ujenge ili upate kipato. Lakini mfano mwingine kwenye eneo la uwekezaji kama uwekezaji labda kwenye kuhusu swala la hati fungani. Tunapozungumzia hati fungani kama UTT au tunapozungumzia hati fungani kama government bond. Kwa hiyo zile pale unawekeza pesa zako, lakini baada ya muda fulani unapata faida fulani. Kwa hiyo pale wewe sio kwamba ni kila siku unaenda unasimama unaangalia yani biashara imeendaje, uwekezaji umekwanya. Wale wenyewe ndo watachakata. Kama wanakuambia kwa mwaka watakupa asilimia either ni 10 au 12 au 13 au ni asilimia 7, inategemeana, au ni asilimia 14, inategemea. Kwa hiyo wewe utakachokifanya, utawekeza pale fedha zako. Labda baada ya miezi 6 utakuwa umepata faida kiasi fulani. Baada ya miezi 6 mingine kwa mwaka, labda unapowekeza kwa mwaka, unakuwa faida yako unaipata kila baada ya miezi 6 au kila baada ya mwaka mmoja. Inategemea na namna ulivyowekeza. Kwa hiyo unaweza kuwekeza kupitia hati fungani. Huu ni uwekezaji ambao hautumii muda. Unahitaji tu pesa yako utakayowekeza. Kiwango chako cha fedha kinatokana, labda wengine unaweza kuanza milioni 1, wengine unaweza kuanza, inategemea na ni wapi unawekeza. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sasa umepata picha tofauti ya biashara kama uwekezaji na uwekezaji kama uwekezaji. Kwa hiyo biashara kama uwekezaji ni kile kitu ambacho unawekeza ili upate faida baada ya muda fulani. Unaweza ukasema mimi labda nawekeza kwenye ufugaji wa kuku. Ile ni biashara, sio uwekezaji huo. Kwa sababu itahitaji muda wako, itahitaji maarifa ya namna ya kujua kufanya ufugaji wa kuku, na baada ya muda utapata faida. Kwa sababu lengo unalolenga kama ni kuku wa mayai, kuku wa nyama, unacholenga pale ni kwamba nikiuza hawa kuku wa nyama nitapata faida hii, nikiuza kuku wa mayai nitapata faida hii. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo ni unawekeza baada ya muda fulani ili kwa lengo la kupata faida, lakini itakuhitaji wewe, utahitaji usimamizi. Ni tofauti na uwekezaji kama uwekezaji hauhitaji usimamizi. Kwa mfano uwekezaji wa hisa hauhitaji usimamizi, uwekezaji wa ardhi hauhitaji usimamizi, uwekezaji wa hati fungani either UTT au government bond haihitaji nini? Haihitaji usimamizi. Maana yake umewekeza fedha zako, wewe unazosubiri ni kupata faida. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama faida yake ni kidogo, lakini inakupa faida ya muda mrefu. Ni kitu ambacho kinakuwa na insurance. Ni tofauti na biashara hii, unaweza ukawekeza, kuna mahali utapata hasara. Lakini uwekezaji kama uwekezaji ni nadra sana yani hauwezi kupata, inategemea. Kama umewekeza kwa mfano kwenye hisa au kwenye mambo ya ardhi au hizi hati fungani, yani hauwezi kupata hasara, kwa sababu unapowekeza unawekeza kwa muda fulani ili upate faida, na faida yake unakuwa unaambiwa ukiwekeza kwa muda fulani faida yake ni hii. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sasa nataka nikuonyeshe maeneo ambayo unaweza ukawekeza
kama mfanyabiashara au kama mwekezaji ambao unataka kuwa mwekezaji, mfanyabiashara mwekezaji, ili uweze kujipatia faida. Nilipokuwa kwenye maombi, Mungu alinipa maeneo kadhaa, na haya maeneo ninayokutajia, nakupa maeneo 5. Mimi nimekwambia ninayo maeneo zaidi ya 20. Sasa sitaki kutoa yote, nakupa hayo 5, alafu nakupa challenge ya kwenda kutafuta mengine, kwa sababu nikikupa pia yote, maana yake na mimi mwenyewe kuna maeneo mengine nimepewa. Sasa sitaki kuyatoa, maana mimi nataka nikachangamkia hiyo fursa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Eneo ambalo unaweza ukawekeza ili ukawekeza kwa kibiashara na yakakulipa au yakafanya ukajipatia kipato. Eneo la kwanza ni kwenye eneo la chakula. Popote pale duniani ulipo, utakapowekeza kwenye eneo la chakula, lazima utajipatia faida, kwa sababu kila siku wanadamu wanahitaji kula. Ukisema unawekeza kwenye eneo la binadamu, utapata chakula, yani utajipatia kipato. Ukisema unawekeza pia kwenye eneo la mifugo kama kuku, ng'ombe, bado wanahitaji chakula. Kwa hiyo inategemea, nikizungumzia chakula nazungumzia chakula kwa ujumla. Chakula cha binadamu, chakula cha wanyama, nazungumzia hivyo kwa ujumla. Kwa hiyo nataka nikwambie, unapowekeza kwenye eneo la chakula huwezi kupata hasara. Hapa kwenye eneo la uwekezaji wa chakula kuna aina nyingi ya uwekezaji. Unaweza ukawekeza kwamba kwa kununua nafaka, yani kununua chakula na kuuza, au kwa kununua chakula kwa kufungasha na kuuza. Bwana Yesu apewe sifa. Au kwa kwenda labda shambani kulima ili uzalishe chakula. Kwa hiyo tunapozungumzia eneo la chakula, kufungua migahawa, watu wanahitaji kunywa chai asubuhi, watu wanahitaji kula mchana, watu wanahitaji kula jioni, usiku watu wanahitaji kula. Kwa hiyo ukiingia kwenye kuwekeza kwenye chakula, nataka nikuhakikishie kwa neno la Mungu, huwezi kupata hasara. Nitakupa mifano ya mtu aliyewekeza kwenye eneo la chakula na alipata faida kubwa sana. Nitakupa mfano wake baadaye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo eneo la kwanza ni la muhimu na la msingi ni kwenye chakula, kwa sababu ni kila siku mwanadamu anahitaji kula. Mapambano yote tunayopambana hapa duniani ni kula, kuvaa, kunywa, kusomesha watoto na mambo mengine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo eneo la kwanza chakula. Eneo la pili mavazi. Kila siku mimi nahitaji kuvaa, watoto wangu watahitaji kuvaa, mke wangu atahitaji kuvaa. Kila siku ndugu zangu watavaa, marafiki zangu watavaa. Kwa hiyo unapowekeza kwenye mavazi, ninataka nikuhakikishie utapata faida. Biashara ya mavazi inalipa. Asikudanganye mtu akwambie inategemea unawekeza. Sasa unapozungumzia mavazi, kuna mavazi mbalimbali. Kuna kona nyingi za mavazi. Kuna mtu anaweza akawekeza kwenye mavazi ya wanafunzi, labda kushona sare za shule. Kuna mwingine anaweza akawekeza labda kwenye nguo za watoto, mwingine akawekeza kwenye nguo za kina mama tu, mwingine akawekeza kwenye nguo za vijana tu, mwingine akawekeza kwenye nguo za wazee au kina baba. Bwana Yesu apewe sifa. Inategemea na ni eneo gani unataka kuwekeza, lakini uwekezaji kwenye eneo la mavazi kwa ujumla, nataka nikuhakikishie ni eneo ambalo linalipa vibaya mno. Sikukaa kwenye maombi bure. Nilikaa kwenye maombi kwa muda mrefu usiku wa leo. Nimeomba muda mrefu sana usiku wa leo nikimwambia Mungu, nataka unipe majibu ya hawa watu. Na Mungu aliponipa majibu akaniambia, sasa nataka usiwajibu, lakini nenda ikawe sehemu ya kupeleka majibu haya ili yawe faida kwa watu wengine watakao kusikiliza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unapowekeza kwenye mavazi, nataka nikuhakikishie utalala njaa. Utalala njaa. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye mavazi kuna faida tele. Mavazi yana faida tele. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Eneo la tatu, usafiri, transport au transportation. Kila siku watu wanasafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, kutoka eneo moja kwenda kwenye eneo lingine. Usafiri kama usafiri kwa ujumla ni eneo ambalo ukiwekeza kwenye hilo eneo lazima tu utajipatia kipato. Ukiwekeza kwenye usafiri wa gari, usafiri wa bodaboda, usafiri wa ndege, usafiri wa meli, usafiri wa boti, inategemea na kipato chako. Usiseme kwenye ndege tena. Kuna watu wanaweza kuwekeza na wanaweza kujipatia faida. Kuna makampuni yamewekeza kwenye ndege, kuna mwingine amewekeza kwenye boti. Kwa mfano
Bakresa yeye amewekeza kwenye boti na anajipatia kipato, anazidi kuwa tajiri. Katika matajiri Tanzania Bakresa lazima tunamtaja. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo unapowekeza kwenye eneo la usafiri kwa ujumla, ni eneo ambalo linaweza kukupatia kipato. Ukiwekeza kwenye usafiri unaweza kujipatia kipato na uchumi wako ukakua kwa kiwango kikubwa. Anza kuangalia mtaani kwako. Je, unataka kuwekeza kwenye eneo gani? Bodaboda, bajaji, au unataka kuwekeza kwenye gari, au unataka kuwekeza kwenye magari makubwa ya mizigo? Inategemea. Unataka kuwekeza kwenye magari ya, hata leo hii kuna mashule yanahitaji mtu mwenye magari awakodishie magari yao. Hawahitaji kununua magari, ni shule. Lakini wanahitaji tu mtu ambaye ana gari lake, anaenda anaingia mkataba na shule, anamwambia bwana, mimi nitakuwa na wanafunzi wenu kwa mwezi, nataka mnilipe kiasi hichi. Wanakubaliana na shule. Shule wanakusanya ada, wanaongea na wazazi, tuna ada ya usafiri ni hii. Kwa hiyo watoto wanakuwa wanasafirishwa, wanapelekwa shuleni na kurudishwa nyumbani bila usumbufu. Bwana Yesu apewe sifa. Usafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, kuna mabasi, kuna costa na nini. Yaani nataka nikwambie, unapowekeza kwenye eneo la transportation, ni eneo ambalo litakupa faida. Nitakupa mifano kwenye Biblia, watu waliowekeza kwenye transportation wakawa mabilionea ndani ya Biblia. Nitakupa. Eneo la 4 kwenye real estate, kuwekeza kwenye uwekezaji wa majengo na ardhi. Nizungumzia real estate, nazungumzia uwekezaji wa majengo au na ardhi. Unapowekeza kwenye kununua ardhi au unapowekeza kwenye kujenga majengo, nataka nikwambie ni biashara inayolipa, kwa sababu kila siku watu wanapangisha. Kila siku watu wanahitaji nyumba kwa ajili ya ofisi. Kila siku watu wanahitaji nyumba kwa ajili nyumba kwa ajili ya kufanyia biashara. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unapoingia kwenye kufanya real estate, ni biashara ambayo itakulipa. Na kwenye Biblia kuna watu wamefanya real estate na wamefanikiwa. Biblia inataja ni watu waliofanikiwa sana. Nitakupa mifano ya hawa watu na maandiko, kwa sababu ni kitu ambacho nimeomba na Mungu amenipa, amenionyesha ndani ya Biblia, na nikasema ni vema nije nikusemeshe na wewe. Nitakupa tu mifano 5. Kwa hiyo ni mfano wangapi? Ni mfano wa 4. Mfano wa 5 ambao ni wa mwisho kabla sijakupa mifano ya kibiblia. Mfano wa 5, kilimo. Nataka nikwambie moja ya eneo ambalo linalipa sana kama utawekeza kisasa ni kwenye eneo la kilimo. Kwa sababu dunia inahitaji chakula. Yule tunayemzungumzia mtu wa chakula, lazima, kama kule namba 1 nimezungumzia chakula, kuna anayeuza mchele huku mjini, lakini kuna anayelima mchele kule vijijini. Kwa hiyo unapoingia kwenye uwekezaji au kwenye kilimo cha kisasa, unapowekeza kilimo cha kisasa, nataka nikwambie utakuwa tajiri sana. Mtu asikudanganye kwamba kilimo hakilipi. Hauna elimu kuhusu kilimo. Haya maeneo niliyokutajia ya uwekezaji, ukitaka kuwekeza na upate faida, hakikisha unafanya utafiti wa hali ya juu kwanza, na ukajiridhisha na ukapata elimu pia ya kutosha kwenye hilo eneo unalowekeza. Kama ni unawekeza kwenye nyumba na majengo, lazima upate eti nyumba na majengo. Kama unawekeza kwenye nyumba na ardhi na majengo, lazima upate elimu kwa ajili ya ardhi ya hilo eneo unalowekeza. Je, ukiwekeza hicho unachotaka kuwekeza kwenye hilo eneo kitakupa faida? Wewe unaenda unawekeza ovyo ovyo alafu unasema hapa hii biashara inilipe. Lazima uwe na maarifa ya kutosha katika hilo eneo unalowekeza. Kama ni kwenye kilimo, hakikisha unawekeza kisasa katika kulima. Kama ni kwenye swala la real estate, ekeza kisasa ukiwa na ufahamu wa kutosha kuhusiana na real estate. Kama ni kwenye issue ya transportation au ndio usafiri wenyewe, hakikisha unapata elimu ya kutosha kuhusu eneo la usafiri. Kama ni usafiri wa majini, kama ni usafiri wa ardhini, kama ni usafiri wa anga, hakikisha unadadavua, unapata data za kutosha, unajiridhisha. Kama unaingia kuwekeza, unawekeza ukiwa una ufahamu na maarifa kwenye hilo eneo la transportation. Eneo lingine ndio hilo nimesema, fashion au mavazi. Kama unawekeza kwenye mavazi,
lazima pia ufanye tafiti za kutosha kutokana na eneo ambalo unauza, kwamba nikiuza nguo fulani kutokana na mahitaji ya soko nitapata faida. Kwa hiyo lazima ukae chini ufanye utafiti, labda kwenye eneo la mavazi. Na kwenye eneo la chakula lazima uangalie ni chakula gani ambacho kinahitajika sana labda kwenye hilo eneo, kwenye huo mtaa, kwenye huo mji, ambacho sasa ukiwekeza kwenye hicho huwezi kukosa kipato. Lazima ufanye utafiti. Usikurupuke tu ukaenda ukanunua. Lazima uangalie uko mji gani, uko mkoa gani, uko eneo gani, na nikifanya biashara kuhusu chakula, kuhusu eneo la chakula, ni labda niuze nini? Niuze mboga mboga na matunda au niuze mchele, niuze mahindi, niuze maharage, au niuze nini? Lazima ufanye utafiti na ujionee uhitaji wa soko kwenye eneo husika. Ukishajifanya utafiti na ukagundua uhitaji wa soko kwenye eneo husika, nenda kafanye na Mungu atakubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nataka tuangalie mifano ya kibibilia ambayo watu katika hayo maeneo walifanya uwekezaji na wakafanikiwa. Nataka tuangalie kwenye hiyo mifano mitano ya haraka haraka. Mfano wa kwanza ni mfano wa chakula. Hapo kwenye chakula nataka tuangalie mfano wa mtu mmoja anaitwa Yusufu. Kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa 41 mstari ni ule wa 33 mpaka ule mstari wa tuanzia ya 33 mpaka 47. Kwa hiyo tutarukaruka kwenye Mwanzo 41. Nataka tuangalie habari za mtu anaitwa Yusufu. Uwekezaji na biashara aliyoifanya kwenye eneo la chakula na ikamlipa. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tunaona Yusufu ametolewa gerezani kwenye Mwanzo 41 na akaenda kumpa Farao tafsiri ya ile ndoto aliyoyota, na akamwambia kuna miaka 7 ya lishe na kuna miaka 7 ya njaa, na akamweleza Farao kitu cha kufanya. Na kwenye ule mstari wa 33 Yusufu anampa Farao ushauri, anamwambia basi Farao najitafutie mtu wa akili na hekima amweke juu ya nchi yote ya Misri, na Farao afanye hivi tena, aweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya shibe, nao wakusanye chakula chote kwa miaka hii mema ijayo, aweke akiba ya nafaka mikononi mwa Farao, wakailinde kuwa chakula katika mji. Mstari wa 36, na hicho chakula kitakachokuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibiwe na njaa. Neno hili likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani kizuri, akamtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Farao akamtwika Yusufu. Farao akamuita Yusufu. Farao akamwita Yusufu Sefana Panea, akamwoza Anathi binti Potifera kuhani wa Oni kuwa mkewe Yusufu. Akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Naye Yusufu alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya Farao na mfalme wa Misri. Yusufu akatoka mbele ya uso wa Farao
akapita katika nchi yote ya Misri. Ikawa katika miaka ile 7 ya shibe, nchi ikazaa kwa wingi. Akakusanya chakula chote cha miaka ile 7 katika nchi ya Misri, akaweka chakula katika miji, chakula cha mashamba yaliyozunguka kila mji akaziweka ndani yake. Yusufu akakusanya nafaka kama mchanga wa pwani, nyingi mno, hata akaacha kuhesabu, maana ilikuwa ni haina hesabu. Kabla ya kuja miaka ya njaa, Yusufu kabla ya kuja miaka ya njaa, Yusufu akazaliwa wana wawili, ambao Anethi binti Potifera kuhani wa Oni akamzalia. Yusufu akamwita jina lake yule wa kwanza Manase, maana alisema, Mungu amenisahaulisha taabu zangu zote na nyumba yote ya baba yangu. Na wa pili alimuita jina lake Efraim, manake alisema, Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Miaka ile 7 ya shibe ikaisha katika nchi ya Misri. Ikaanza kuja miaka ile 7 ya njaa, kama vile Yusufu alivyosema. Kukawa na njaa katika nchi zote, bali katika nchi yote ya Misri palikuwa na chakula tele. Na nchi yote ya Misri ilipoona njaa, watu walimlilia Farao awape chakula. Farao akawaambia wa Misri wote, enendeni kwa Yusufu, atakayewaambia fanyeni. Njaa ikawa katika dunia yote pia. Yusufu akazifungua ghala zote, akawauzia wa Misri. Njaa ikawa nzito katika nchi ya Misri. Watu wote wa nchi wakaja kwa Yusufu ili wanunue nafaka, kwa sababu njaa ilikuwa nzito katika dunia yote. Bwana Yesu apewe sifa. Yusufu alipata nafasi ya kuwa waziri mkuu, pamoja na changamoto zote alizopitia za kukataliwa na ndugu zake, za kuuzwa, za kwenda kutoka mpaka kufungwa gerezani. Akatoka hapo, Mungu akaja akamuinua, akamfanya kuwa waziri mkuu wa Misri. Na Yusufu alikuwa ni mwekezaji mzuri. Aliwekeza kwenye eneo la chakula kwa ile miaka 7 ya lishe, lakini baadaye akaja akafanya kuuza kile chakula. Kwa hiyo nchi ya Misri ndani ya miaka 14 ilikuwa na neema ya ajabu. Manake miaka 7 Yusufu aliwekeza chakula ambacho watakachoweza kula miaka 7 nchi nzima ya Misri, na atakachoweza kuuza kwa ajili ya mataifa mengine. Kwa maana Biblia inakwambia Yusufu alikusanya nafaka kama mchanga wa bahari zisizoweza kuhesabika. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu ni mtu ambaye aliwekeza kwenye chakula, na alipofanya uwekezaji kwenye eneo la chakula alipata faida kubwa mno. Alijipatia fedha nyingi sana, alijipatia umaarufu kwa sababu ya biashara hii ya nini? Ya chakula. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi nataka nikutie moyo, nikwambie kwamba ukiwekeza kwenye eneo la chakula kama alivyowekeza Yusufu, nina uhakika kwa neno la Mungu kwamba utaenda kutoboa kimaisha, utaenda kutoka kwenye hali ngumu ya kiuchumi na utapata uhuru wa kiuchumi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Nataka tuangalie kwa haraka haraka mtu wa pili, kwenye eneo la pili la kuhusiana na mavazi. Eneo la kwanza nilikwambia ni chakula, tumeona habari ya Yusufu, na eneo la pili nataka tuangalie mavazi. Nataka tuangalie watu wawili hapa kwenye mavazi. Mtu wa kwanza anaitwa Lidia na mtu wa pili anaitwa Dorcas. Tukisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 16 mstari ule wa 14, Matendo ya Mitume 16, 14 na 15. Neno la Mungu linasema hivi kwenye Matendo ya Mitume mlango ni ule wa 16 na mstari ni ule wa 14 na 15. Biblia inasema, mwanamke mmoja jina lake Lidia, mwenye kuuza rangi ya dhambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunzi maneno yaliyonenwa na Paulo. Mstari wa 15, hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akatusii akisema, kama mmeona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae huku. Akawashurutisha. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma kwenye Biblia tofauti tofauti za Kiingereza, hapa anasema mwanamke mmoja jina lake Lidia, mwenye kuuza rangi ya dhambarau. Hapa ametumia mwenye kuuza rangi ya dhambarau. Lakini ukienda kwenye Biblia ya Amplify Bible anazungumza kitu kingine. Anazungumza kwamba huyu dada alikuwa ni mfanyabiashara wa nguo za dhambarau. Ukienda kwenye NIV Bible anamuita dealer.
Bwana Yesu apewe sifa. Bila wa nguo za nini? Za zambarau. Lakini sasa nataka nikwambie, huyu dada alikuwa anauza nguo. Alikuwa ni mfanyabiashara wa nguo. Leo tunaweza tukasema mfanyabiashara wa vitenge na nguo nyingine mbalimbali. Ni dada ambaye sifa Biblia inatuambia kwamba kwanza alikuwa ni mcha Mungu, lakini pia alikuwa mfanyabiashara. Alifanikiwa sana huyu dada anaitwa Lidia kwa sababu ya kufanya biashara. Ya nini? Biashara ya mavazi. Aliwekeza kwenye eneo la mavazi. Alipowekeza kwenye eneo la mavazi, aliwekeza na alikuwa ni mtu ambaye ana maisha mazuri. Na ndio maana Biblia inasema kwamba aliwashurutisha kina Paulo waende nyumbani kwake. Maana yake alikuwa na nyumba kubwa ambayo inaweza ikabeba hata wageni wa kutosha. Bwana Yesu apewe sifa. Aliwekeza kwenye mavazi na akafanikiwa. Mtu mwingine ambaye tunamuona ni Dorcas, ambaye yeye alikuwa ni mshonaji wa kanzu. Tukisoma kwenye Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume ule mlango wa 9 mstari ule wa 36 mpaka ule mstari wa 39. Matendo ya Mitume ule mlango wa 9 mstari ni ule wa 36 mpaka mstari ule wa 39. Tunaona habari za Dorcas. Nataka ni kueleze haraka haraka kutokana na muda. Huyu dada alikuwa ni mtu ambaye anashona nguo ambazo ni makanzu. Alikuwa na Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba huyu dada anaitwa Dorcas ni mtu ambaye alikuwa amewekeza kwenye eneo la mavazi, kushona kanzu. Alikuwa ni mshonaji mzuri wa kanzu. Alikuwa amefungua kiwanda chake cha kushona kanzu na alifanikiwa kwa sababu aliwekeza kwenye eneo la mavazi. Unapowekeza kwenye mavazi, kibiblia unaweza kufanikiwa sana. Hata kimaisha unaweza kufanikiwa sana. Kwa sababu ni eneo ambalo ukiwekeza, kwa sababu kila siku watu wanavaa. Watu watahitaji mishono mipya kila siku. Watu watahitaji fashion mpya kila siku. Sasa unapokuwa wewe, Mungu labda amekuita kuwa fundi, ni mshonaji mzuri, au amekuita kuwa mfanyabiashara, wekeza. Kama Mungu anakusemesha kuwekeza kwenye eneo la nguo, wekeza. Omba Mungu akupe ni unawekeza kwenye eneo gani la nguo. Unawekeza kwenye mavazi ya aina gani? Kwa mfano huyu Dorcas aliwekeza kwenye kanzu, kuwashonea watumishi wa Mungu makanzu. Hivi leo kuna mtu ambaye anaweza kufungua duka kwa ajili ya kuuza nguo za wake za wachungaji, kuwa na mavazi yao, either ni suti au ni aina gani, ni nguo fulani za heshima. Sasa kuna shaa tunakutana na nguo za ajabu. Inafika mahali tunashindwa kununua. Ni kwa sababu gani tunashindwa kununua? Ni kwa sababu zile nguo, yani sisi tunajitahidi kuenda sokoni tuchague aina ya nguo ambazo tunaweza tukasimama nazo mbele za watu kama watumishi wa Mungu, na nguo zenye heshima. Lakini sasa unakuta nguo za ajabu, mara unakuta labda ni suruali ya ajabu, haijakaa vizuri, haina heshima ya kusimama mbele za watu kama mtumishi wa Mungu. Sasa ni nani leo mtu ambaye Mungu anaweza kumpa maono akasema ninafungua duka, na akisema mimi na hakika wako watumishi wa Mungu wengi, wako watu wengi wanaompenda Mungu, wanahitaji mavazi ya staha, mavazi mazuri ya heshima, wanaweza kuja dukani kwako na kununua. Lakini kwa sababu hiyo idea hauna, basi na Mungu akusemeshe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo Dorcas aliwekeza kwenye mavazi na alipata faida. Na hata alipokufa, kwa sababu ya matendo mema aliyokuwa anatoa na sadaka alizokuwa anatoa, kusaidia wajane, kusaidia watumishi wa Mungu wakina Petro, Mungu alimfufua huyo dada anayeitwa Dorcas. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuangalie eneo la tatu. Eneo la tatu, transportation. Nataka tumwangalie mtu anaitwa Suleiman, Mfalme Suleiman. Nadhani mnamfahamu kwenye Biblia. Fungua na mimi kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza. Nataka tuonyeshe namna gani Suleiman aliwekeza kwenye eneo la transportation au usafiri na akatoboa. Wafalme wa Kwanza ule mlango wa 10 na mstari ni ule wa 22 mpaka mstari ule wa 29. Inasema hivi: kwa kuwa Mfalme Suleimani alikuwa na merikebu za Tarashishi baharini, pamoja na merikebu za Hiramu, pamoja na merikebu za Hiramu. Mara moja katika miaka mitatu huja merikebu za Tarashishi zikaleta dhahabu na fedha
na pembe na nyani na tausi. Mstari wa 23. Basi mfalme Sulemani akawapita wafalme wote wa dunia kwa mali na kwa hekima. Ulimwengu wote ukamtafuta Sulemani uso wake, ili wasikie hekima yake Mungu aliyemtia moyoni. Wakaleta kila mtu zawadi yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi na silaha na manukato na farasi na nyumbu, na hesabu yake ya mwaka kwa mwaka. Sulemani akakusanya magari na wapandao farasi. Sulemani akakusanya magari. Nataka uone hii. Pamoja alikuwa anafanya biashara ya merkebu, usafiri wa majini, lakini pia alikuwa na magari. Alikuwa na magari ya kutosha. Biblia mstari wa 27, basi Sulemani akakusanya magari na wapandao farasi, naye alikuwa na magari 1800, magari 1400 na wapandao farasi 12,000 aliyowaweka katika miji ya magari pamoja na wafalme huko Yerusalemu. Mfalme akafanya fedha humo Yerusalemu kuwa kama mawe. Huyu jamaa alikuwa na fedha kama mawe. Haleluya! Ndio maana vijana wa Arusha wanaitaga fedha ni mawe. Na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyomo Shefala, na kama Shefala kwa kuwa ni mingi. Mstari wa 28. Nao farasi waliokuwa nao Sulemani akawaleta toka Misri, akapewa wafanyabiashara wake mfalme kwa makundi, kila kundi kwa thamani yake. Kwa hiyo alikuwa anafanya pia biashara ya farasi, magari na vitu vingine. Mstari wa 29. Tena gari huja kutoka katika Misri kwa shekeli 600 za fedha, na farasi mmoja kwa 150. Hivyo watu wakamletea mfalme wote wa Wahiti na wafalme wa Shamu mikononi mwao. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu mtu anaitwa mfalme Sulemani. Mungu aliomba Mungu ampe hekima ya uongozi, lakini pia ile hekima ilimsaidia pia kwenye kufanya uwekezaji kwenye eneo la biashara. Aliwekeza kwenye eneo la transport, usafiri wa majini. Alipata mali nyingi sana kwa sababu ya uwekezaji. Sasa wewe leo Mungu anaweza kukusemesha kuwekeza kutoka kwenye kona uliopo. Anaweza kukusemesha kuwekeza kwenye transport ya bodaboda au bajaji, au akakupa uwekezaji labda kama una uwezo kawekeze kwenye maji. Kama yako maziwa, iko mito ambayo haivukiki kirahisi rahisi, inahitaji either boti za kuwavusha watu, pantone za kuwavusha watu. Kwa hiyo utakapofanya uwekezaji wa eneo la usafirishaji, nataka nikuhakikishie utafanikiwa sana. Kuna watu sasa akili zao zinafunguka, ndio maana kuna watu wamewekeza, wanatuambia biashara ngumu, lakini wamewekeza kwenye nini? Kwenye usafiri. Nataka nikwambie, ukiwekeza kwenye usafiri inategemea na Mungu atakapokupa mafunuo ya namna ya kuwekeza. Hautatoka bure. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nataka tuangalie eneo la 4. Real estate. Uwekezaji wa majengo na ardhi. Tunataka tuangalie habari za mwanamke mmoja. Mwanamke wa mithali. Mimi nimemuita mwanamke wa mithali, au naweza nikasema mwanamke mwema. Naweza nikasema mwanamke wa mithali. Nimetumia hilo neno mwanamke wa mithali. Kitabu cha Mithali ule mlango wa 31 mstari ni ule wa 16. Ukisoma hii Mithali 31 kuanzia ule mstari wa 10, inaeleza sifa za kuwa na mke mwema. Na kwenye mstari ule wa 16 anasema, huangalia shamba akalinunua, kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Anapozungumzia huliangalia shamba, maana yake anafanya uchunguzi, anafanya utafiti kabla ya kununua. Huyu mwanamke, sifa ya huyu mwanamke wa mithali, alifanya utafiti. Baada ya kujiridhisha, akawa na uthubutu, akaenda kununua kwa mapato ya mikono yake, na hupanda dhabibu. Maana yake alilitumia hili shamba kama eneo pia mojawapo la kuongeza chanzo cha kipato chake. Maana yake yeye alinunua shamba, lakini hili shamba alilonunua alitaka kufanya kilimo. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukanunua ufanye kilimo, unaweza ukanunua
ufanye ufugaji, unaweza ukanunua uweke majengo, unaweza ukanunua uache baada ya muda uuze, lakini kwa ujumla uwekezaji wa eneo la majengo na ardhi ni kitu ambacho kinalipa. Nataka tuangalie mfano mwingine, mfano wa Yeremia 32:15. Uwekezaji wa nyumba na viwanja. Alafu nikupe faida za kuwekeza kwenye ile eneo. Nimalizie na ya mwisho. Yeremia ule mlango wa 32 mstari ni ule wa 15 na ule mstari wa 43. Mstari wa 15 inasema hivi: maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, nyumba na mashamba ya mizabibu vitanunuliwa tena katika nchi hii. Nyumba na mashamba ya mizabibu yatanunuliwa tena. Nataka uone, yatanunuliwa tena katika nchi hii. Mstari ule wa 43. Mstari wa 43 anasema, na mashamba yatanunuliwa katika nchi hii mnayoiita mkisema ni ukiwa, haina wanadamu wala wanyama, ni imetiwa katika mikono ya Wakaldai. Kwa hiyo Mungu anasema kwa kinywa cha Yeremia, nyumba na mashamba zitanunuliwa tena. Kwa hiyo nataka nikwambie, unapofanya uwekezaji kwenye eneo la majengo au eneo la mashamba, ardhi, nataka nikuhakikishie ni eneo ambalo utajipatia faida. Huyu mwanamke wa Mithali alikuwa ni mwanamke tajiri kwa sababu aliliona shamba akalinunua, na alipolinunua yeye akaamua kuwekeza kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kilimo. Na aliwekeza kwa ajili ya kilimo ili aweze kujipatia kipato. Faida za kuwekeza kwenye real estate. Faida namba 1, huongeza thamani yake kila uitapo leo. Unaponunua shamba leo, kama umelinunua labda milioni 2 au milioni 3 au milioni 5, inategemea na eneo ulilonunua, hautakuja kuliuza milioni 2 au milioni 3 au milioni 5. Unaweza kuja kuliuza kwenye milioni 10 kuendelea. Na kama umelinunulia milioni 100, hicho kiwanja unaweza kuja kuuza kwenye milioni 120, milioni 100 mpaka na 50. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo thamani yake inaongezeka kila iitwapo leo unapofanya issue ya real estate. Na pili, unapojenga nyumba, kodi zinapanda kila siku. Inaweza katoka kwenye kiwango cha chini kwenda kiwango cha juu. Kila siku inapoitwa leo, kodi zinapanda. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kingine, faida hiyo ni faida ya pili, maana yake inakusaidia kama utawekeza kwenye majengo. Faida nyingine ni msingi wa miradi mingine. Unaweza ukanunua shamba kama msingi wa miradi mingine. Kwa mfano kilimo, unaweza ukanunua kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya ufugaji, kwa ajili ya makazi sasa ya kuishi binadamu, ndio hizo nyumba za kupanga, kwa ajili ya biashara. Kuna watu wanahitaji maeneo kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa hiyo unaweza ukanunua kwa ajili ya kufanya hivyo vitu. Lakini kitu kingine ni urithi mzuri wa vizazi. Unanunua shamba kwa ajili ya urithi wa kizazi chako na vizazi vinavyokuja. Unapofanya issue ya real estate inakuwa ina faida kwa kizazi chako na vizazi vinavyokuja. Ni urithi mzuri. Tuende tumalize na kitabu kile cha na mfano wa 5. Mfano wa mtu anaitwa Isaka. Aliweza kuwekeza kwenye kilimo. Mfano wa 5 ni mfano wa kilimo. Kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 26 mstari ni ule wa 12. Mwanzo 26, habari za Isaka, tunaona ule mstari wa 12 na wa 13. Biblia inasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Mstari wa 13. Na mtu huyo akawa mkuu, akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana. Isaka alikuwa mkuu, akastawi, hata akawa mkuu sana. Kwa sababu nini? Aliwekeza kwenye kilimo. Alipanda mbegu. Biblia inasema kwa mwaka ule akapata kipimo 100 kwa kimoja, na Bwana akambariki sana. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye eneo la kilimo utafanikiwa, utakuwa mtu mkuu kama Isaka alivyokuwa mtu mkuu na akastawi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nimekufafanulia na nimekueleza mpaka hapo. Ninaamini kwamba Roho wa Mungu amekusemesha. Yako maeneo mengi, mimi nimekupa hayo maeneo 5. Maeneo mengine nakupa homework ya kwenda kuyatafuta. Na usiniulize maeneo mengine. Hayo 5 ni Mungu amenipa kuyasema. Ukitaka nije nikuuzia idea eneo lingine, uje na hela. Haya nimeyatoa bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutokana na somo ambalo Mungu amekuwa ametupa. Lakini kama unataka idea nyingine, kuna maidia Mungu amenipa zaidi ya 20, 30. Sasa hizo nimeziweka. Kuna nyingine nitazifanya
na kuna zingine nitaziuzia watu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni idea ambao utapata mabilioni ya fedha. Haleluya, haleluya. Niliingia gharama ya kukaa kwenye maombi mpaka Mungu akanipa hiyo. Kwa hiyo usije ukategemea nitakupa bure. Sikupi bure. Hivi nimekupa bure, lakini hiyo nyingine ni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tupate nafasi ya kwenda kuomba. Kama unatusikiliza kutoka mahali popote na hujampa Yesu maisha yako, natamani hapo ulipo ufungue moyo wako na umpe Yesu nafasi tena kwenye moyo wako. Na kama ulikuwa mahusiano yako na Mungu yalikuwa hayajakaa sawa, rudi kwa Yesu, kwa sababu Yesu ndio chanzo cha msingi wa uchumi wako. Rudi kwa Yesu, anza na Yesu. Kama kuna namna ulikorofishana na Mungu kwenye mahusiano yako ya utoaji wa sadaka na maeneo mengine, rudi kwa Yesu, tengeneza na Yesu, ili Yesu aweze kuimarisha uchumi wako. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Asante kwa neno lako ambalo umeliachilia kwenye maisha yangu. Leo hii nimeuona mkono wako, nimeziona nguvu zako zikinipigania na kunisaidia. Asante Mungu mtakatifu, kwa sababu kuanzia leo hii nimekupa maisha yangu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na tangu sasa nimemkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Nimejitoa kwako Yesu, na nimekuamini kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu tangu sasa na hata milele. Amen. Tulia niombe kwa ajili yako. Nitaomba kwa ajili yako, lakini pia nitaomba kwa ajili ya sadaka yako. Wewe kama una sadaka yako umeandaa kwa ajili ya kusapoti semina hii ili iweze kuendelea mbele na ili iweze kuwa ni mwanzo wa maandalizi ya semina nyingine mbele yetu, unaweza tukafanya sala na hiyo sadaka yako unaweza ukaiachilia moja kwa moja kwenye zile namba unazoziona kwenye screen yetu, na hiyo sadaka yako itatufikia moja kwa moja. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya watoto wako ambao wamekupa maisha, ambao wamerudi kwako. Mahusiano yako na wewe yalikuwa yamevurugika. Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako tukiomba uwarehemu, wasamehe na kuwatakasa kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwaminifu, Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo nimewaleta kwako tena, Bwana wa mbinguni, Mungu mfalme mkuu, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Wasaidie watoto wako na kuwaongoza na kuwatia nguvu, Bwana. Waimarishe kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana wape neema tena ya kutembea katika uchumi mpya katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu Kristo. Ninakuja mbele zako Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana. Ninaombea sadaka za watoto wako wote wanaotoa sadaka zao. Pokea sadaka zao na kuzitakabali, Bwana, wanazoachilia kwa ajili ya semina hii. Wabariki Mungu Mwenyezi na ukaguse uchumi wao katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Baraka zako za kimbingu zikapate kupita kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninakuomba uwabariki kila mmoja anayeachilia sadaka yake. Bariki maisha yake, bariki sadaka zake, bariki biashara zake na kila atakachokifanya. Baba wa mbinguni, ninakusii katika jina la Yesu Kristo uwabariki na kuwainua watoto wako wote walioinua sadaka zao na kuachilia kwenye madhabahu hii kwa ajili ya kuja kuendeleza hii kazi ya semina. Mungu, ninaomba uwabariki na uwakumbuke katika ufalme wao pamoja na familia zao na vizazi vyao katika jina la Yesu Kristo. Wabariki Bwana wao na watoto wao na vizazi vyao vyote kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Na nguvu zako na upako wako Mungu katika jina la Yesu ziwahudumie kwa namna ya kipekee kabisa. Upako wako uwafunike, nguvu zako ziwafunike, neema yako iwafunike katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa kufikia mwisho wa kipindi chetu. Unaweza kutoa sadaka yako wewe uliokuwa umejiandaa kwa ajili ya namba hizo zinazoziona kwenye skrini. Sadaka yako ni muhimu, itakuja kutusaidia kwa ajili ya kuendesha semina hii, kwa sababu semina hii inaendeshwa kwa njia ya mtandao. Tunahitaji fedha yako kwa ajili ya kuboresha baadhi ya vifaa tulivyo navyo. Tunahitaji fedha yako kwa ajili ya kuwalipa mafundi mitambo. Tunahitaji fedha yako kwa ajili ya kufanya maboresho kwa ujumla, kulipa bili za umeme na vitu vingine, kununua mabando. Fedha yako ni muhimu sana. Kwa hiyo Mungu na kubariki wewe ambao umeguswa na utakaendelea kuguswa kwa ajili ya kuachilia sadaka hiyo
kwa ajili ya huduma hii kuendelea mbele, na Mungu wa mbinguni akubariki. Nami nikutamkie baraka za Bwana, na baraka hizo ziende. Na Bwana akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina lake Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Mungu akubariki unapotoka na unapoingia, tangu sasa na hata milele. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Tutaonana tena kwa siku nyingine ya kesho. Endelea kuombea semina yetu, endelea kutuombea ili Mungu atupe nafasi ya kuendelea kusema na wewe kwa ajili ya ule ujumbe ambao Mungu amekusudia kwa wiki hii nzima. Ubarikiwe sana na Bwana.